Asante sana kwa kupewa nafasi ya ukaribisho. Amina. Ndani ya studio za Homina Gospel Radio. Amina. 90.7 masafa ambayo ndani ya Injili naamini anga ni la kwake. Amina. Naamini huu karibisho ni sehemu ya upendo. Amina. Kwa tunda la Roho ni upendo, na ndio maana nimepokea upendo pahala hapa. Na mimi nasema asante. Tayari nipo kwenye visemeo vya Homina Gospel Radio. Amina. Na nimepokea huo ukaribisho ndani ya hizi studio. Amina. Amina. Na awali ya yote, karibu sana uweze kutufungulia kipindi chetu kwa maombi. Amina, amina, amina. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu uishiye juu mbinguni. Baba, tazama wewe ndo umetaka niwepo kwenye hizi studio, kwenye hivi visemeo vya Homina Gospel Radio, mimi kama mtumwa wako. Naamini akili yangu haina nafasi, elimu yangu haina nafasi, wala pesa yangu haina nafasi, bali wewe Roho wa kweli wa Mungu uliyemfufua Kristo, hakika wewe ndiye uliyepokea na kuleta hii habari iliyo njema. Naamini hakuna lisiyowezekana kwa huu wakati. Najiweka mikononi mwako katika jina la mwanao Yesu ambaye ni Kristo. Amina. Ndugu watangazaji. Amina. Amina. Msikilizaji, namba ya ujumbe mfupi wa maandishi hapa studio ni 0673 906 907, 0673 906 907. Lakini tuko mbashara kwa upande wa Facebook, huduma ya Homina. Msikilizaji, tufuatilie huko na usisahau kuandika maoni yako. Andika jina lako na ni wapi ambapo unatufuatilia, lakini pia usisahau kushare kipindi hiki kwenye mitandao yako ya kijamii. Lakini pia tunapatikana kwa upande wa Radio Boxi, ni Homina Gospel Radio. Msikilizaji, duniani kote tunapatikana kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo tufuatilie hata kwa upande wa Radio Boxi, Homina Gospel Radio. Lakini pia una nafasi ya kushare linki ya Radio Boxi kwenye mitandao yako ya kijamii. Kwa hiyo ukiingia Radio Boxi, share linki pia kwenye mitandao yako ya kijamii ili na wengine pia wanufaike na kipindi hiki ambacho kinaendelea hewani kwa wakati huu. Msikilizaji, amina. Naitwa Lucy Mansasu. Dorika Mansasu. Amina. Kuone wa Mungu, karibu sana kwa ajili ya utambulisho. Amina, amina, kwa nafasi pekee ambao nimepewa ili niweze kufanya utambulisho. Amina. Utambulisho unaitambulisha huduma na uwepo wangu mahala hapa na pahala ambapo nimetoka. Amina. Mpaka nikawepo kwenye hizi studio za Homina Gospel Radio. Amina. Kwa majina, mimi ni mtumishi. Mimi nimepakwa mafuta na Mungu wa miungu, Mtume G.K. Mwansasu. Amina. Kwa ningependa kila mmoja atambue kwamba mimi ni mtume. Manake niko kwenye hizi maiki visemeo vya Homina Gospel Radio. Nimetumwa nilete ujumbe. Amina. Kwa huu ujumbe ni ujumbe wa kiroho, ni ujumbe wa kiimani ambayo kila mtu ambaye atakuwa yuko tayari awe tayari kuupokea huu ujumbe. Amina. Kwa majina, mimi mtumishi Mtume G.K. Mwansasu. Mimi Mtume G.K. Mwansasu, ndugu watangazaji na wasikilizaji, natoka kwenye huduma inayoitwa Homina. Amina. Amina. Homina ni nini? Homina ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Amina. Kwa hiyo niko mahala hapa ni kwa sababu nimetumwa ili nilikomboe hili taifa. Amina. Anenena si mie, ni yule Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo, ambaye katika urejeo anathibitishwa kwamba ndiye Mungu mwenyewe. Amina. Kwa ufupi na kwa maarifa, nena si mie, ni yule mwana wa Mungu, ni Mungu mwenyewe ndani ya Mtume G.K. Mwansasu. Amina. Hii ni huduma ya kimataifa. Watambue kwamba hii huduma ipo mkoani Njombe na mjini Njombe. Amina. Kwa wakifika mkoani Njombe, mjini Njombe, hakika watakutana na Mtume G.K. Mwansasu. Wataikuta hii huduma ambayo ni huduma ambayo imetumwa na Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina la kwake Yesu ambaye ni Kristo. Amina. Kuna mawasiliano, ndugu watangazaji, na wale wengine wote wanaotufuatilia kwa kupitia mitandao ya kijamii, Radio Boxi, mitandao ya kijamii ya huduma na mitandao ya kijamii ya Radio Pure.
Mawasiliano ni 0754 0754 037 037 522. 522. Napenda kuirudia hiyo namba. Ni Vodacom 0754 037 522. Hii namba ni namba ambayo mtu yoyote akipiga itapokelewa. Huyo mtu atakayepiga namba ikishapokelewa atashauriwa yampasayo kuyatenda kwa ajili ya hii huduma. Kumbukeni, nimesema hii huduma ni ya kiroho, na uwepo wangu kwa sasa hadi naitangaza na kuitamka hii namba ni kwamba ni Kristo mwenyewe ndani yangu mimi, mtume J.K. Mwansaso niliyepakwa mafuta. Kwa ndani ya hii namba kuna SMS. Una uwezo wa kutuma ujumbe, huo ujumbe ukapokelewa na ukajibiwa, ukashauriwa ya kupasayo kuyatenda kwa huo wakati, kwamba ni namna gani una uwezo wa kuifikia hii huduma mbele yake mtume J.K. Mwansaso. Amina. Namba ziko mbili. Kuna namba nyingine ambayo ni Halotel 0620 64 50 25. Napenda kuirudia. Halotel 0620 64 50 25. Hii namba pia vile vile una uwezo wa kuipiga na ukishapiga hii namba hakika itapokelewa, utashauriwa ya kupasayo kuyatenda kwa huo wakati. Pia ujumbe ukitumwa utasomwa na utajibiwa, utashauriwa ya kupasayo kuyapata na kuyafanya kwa huo wakati, ili huduma ya Omina iweze kujidhihirisha na kuonekana mbele ya maisha yako kiroho na kimwili. Amina. Msisahau nimesema hii huduma ipo mkoani Njombe, mjini Njombe. Kwa karibu sana, mtakutana na mpakwa mafuta wa Mungu mtume J.K. Mwansaso. Amina. Shughuli za hii huduma, ndugu watangazaji na wasikilizaji, ninyi mnaotufuatilia, kwamba shughuli za hii huduma ni uponyaji, kufunguliwa na kukombolewa. Amina. Kwa wale wote ambao wanapitia changamoto ya magonjwa, fika kwenye hii huduma ya Omina, hakika hayo magonjwa yatakuachilia. Amina. Kuna wale wote ambao wanapitia changamoto za kibiashara, elimu, ajira. Hizo changamoto mahala pa kuzimaliza ni kufika na kukaribia kwenye huduma ya Omina mbele ya mtume J.K. Mwansaso, namna alivyopakwa mafuta na Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo. Hakika hizo shughuli za kibiashara, kindoa, unalima, uvuni, hizo changamoto ukifika kwenye hii huduma, hakika hizo changamoto zitakuondoka. Amina. Kwa ningependa kuna watu wajue kwamba wanapitia hayo yote ni kwa sababu Kristo bado hajadhihirika kwao. Naamini wamehangaika sana, wameteseka sana, lakini Mungu mimi amenituma kwa kupitia hii huduma ya Omina, nimepakwa mafuta kwa ajili ya kukuondolea hizo changamoto katika maisha yako kiroho na kimwili. Lakini ningependa zaidi uamini. Kwa nini, ndugu watangazaji na wasikilizaji? Hizi ibada na namna hii huduma ilivyo inaendesha huduma kwa imani. Kwa wewe ambao utapata neema ya kuamini, hakika ukifika kwenye hii madhabahu ya Omina, kila kitu kitakuachilia. Tuna ibada Alhamisi saa 4 asubuhi. Amina. Na Jumapili saa 4 asubuhi. Amina. Hizi ibada zote mbili zinabeba uponyaji, kufunguliwa na kukombolewa. Kwa ningependa jamii nzima ijue na ifahamu na izingatie, pia iweze kuamini, hakika ichukue hatua, ifike kwenye hii madhabahu ya Omina ambao nimeweza kusema kwamba ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Amina. Kwa ndugu watangazaji na wasikilizaji, niko mahali hapa kwa ajili ya dunia nzima. Amina. Tukumbuke kuzaliwa na kufa na kufufuka kwake Yesu ambaye ni Kristo. Leo hii natangaza kwamba amerejea. Lengo na kusudi ni kwa ajili ya kuleta habari njema dunia nzima. Manake wale waliofungwa,
wale ambao maisha wanayoishi sio wenyewe, mkombozi wao ni mwana wa Mungu ndani ya Mtume G.K. Mwansasu. Amina. Nina sanduku la agano. Agano ningependa jamii ijue kwamba ni makubaliano. Kwa ningependa niachilie aina ya makubaliano ambayo niliyaingia na huyu Kristo ndani ya maisha na hii huduma ya Omina. Kwamba Mungu alisema nibebe upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Hakika anakuwa ni yeye sasa amejitambulisha ndani ya jamii ili watu waweze kupokea uponyaji, kufunguliwa na kukombolewa. Kwa hiyo ningependa jamii ijue pale ninaposema Mungu wa Mtume G.K. Mwansasu, Mungu wa urejeo, Mungu wa ukoo mpya wa Mwansasu, Mungu wa madhabahu Omina. Huyo Mungu wa madhabahu Omina, Mungu wa Mtume G.K. Mwansasu anajitambulisha katika upendo, Amina. unyenyekevu na uvumilivu. Amina. Kwa ningependa jamii nzima iyapokee haya, ilipokee hili sanduku la agano. Ukiweza kuliishi hili sanduku la agano, ni ule Mungu aliyempaka Mtume G.K. Mwansasu mafuta ndani ya Yesu ambaye ni Kristo, ndiye atakayeishi katika familia yako. Lakini kumbukeni, nimesema ni mtumwa, yani kwamba nimetumwa. Amen. Nimepakwa mafuta katika kutumwa kwa shughuli maalum. Nimetumwa kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za ukoo ambazo wana wa Adamu wanatoka, madhabahu za kikabila ambazo wana wa Adamu chini ya jua wanatoka. Ni kwa nini Mungu amenituma kuja kushughulikia hizi madhabahu? Ndugu watangazaji na wasikilizaji duniani kote mnaotufuatilia kwa kupitia Radio Box, kwa kupitia mitandao yote ya kijamii inayomilikiwa na radio husika, inayomilikiwa na huduma au masafa ya 90.7, ni kwamba hizi madhabahu za kikabila, madhabahu za ukoo ndo chanzo cha matatizo ya wana wa Adamu chini ya jua. Amina. Kwa ningependa kila mmoja ujue na ufahamu kwamba hayo unayoyapitia magonjwa, chanzo chake ni madhabahu ya kabila lako, ni madhabahu ya ukoo unaotoka. Kumbukeni, niko mahali hapa nimetumwa kuachilia maarifa. Ndugu watangazaji, maarifa ni nini? Ni elimu. Amina. Kwa niko mahali hapa kuachilia elimu ya kiungu, sio elimu ya kidunia. Elimu ya nini? Ya kiungu. Ni kwa nini elimu ya kiungu? Maisha halisi ya mwana wa Adamu chini ya jua yanabebwa na maarifa na elimu ya kiungu. Amina. Kwa unaposikia mwanadamu anaishi ili aweze kufanikiwa chini ya jua, atambue kwamba hayo maisha chanzo chake ni kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa ni lazima sasa upokee hii elimu ya kiungu. Hii elimu ya kiungu itakutoa kutoka kwenye hizo changamoto na tabu na shida ambazo unapitia chini ya jua, ambazo familia yako inapitia chini ya jua. Cha msingi tufanye nini? Kubali kubadilika. Amina. Kwa hiyo madhabahu za koo tunazotoka, upande wa baba, upande wa mama, upande wa mme wako au mkeo, hizo ndizo chanzo cha hayo unaoyapitia hadi leo hii unapata neema na nafasi ya kunisikiliza au kusikiliza jumbe au masomo au mafundisho au elimu ambazo zinaachiliwa kwenye mitandao ya kijamii ndani ya huduma ya Omina au Radio Box kwa kupitia masafa 90.7 Omina Gospel Radio. Amina. Kwa ningependa tu jamii kuanzia sasa iwe na utayari wa kuamini na kupokea kubadilika aina ya mfumo wa maisha. Kumbukeni, siku zote kila ninapofundisha na kuachilia hii elimu huwa najaribu kusema kwamba ondoka mwilini, rejea rohoni. Na maanisha kwamba uhai wetu, kufanikiwa kwetu na maisha yetu sisi wanadamu chini ya jua yako kwenye ulimwengu wa roho. Ningependa ujue kwamba Mungu aliyenipaka mafuta, yeye ni roho. Yesu ambaye ni Kristo, ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye ndo Mungu mwenyewe, leo hii anajifunua mbele ya wanadamu kwa kupitia Mtume G.K. Mwansasu. Asili yake ni roho, sio mwili. Kwa hiyo ningependa achana sana na mambo ya kimwili, kaa rohoni. Ukisha kaa rohoni utaona matokeo sasa ya maisha yako ya kimwili. Narudia tena, mimi ni mtume niliyetumwa kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za ukoo. Jamii nzima ijue
kwamba maisha hayo unayoyaishi ili yaweze kuwa na mafanikio chini ya jua, ni lazima umrejee Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo ndani ya ukoo mpya wa Mwansaso. Ndiko Mungu Israeli mpya imeridhiwa kwa ajili ya mwana wa Adamu wa uzao mpya usioharibika, ili aweze kuwa mtu kati ya watu. Amen. Yesu ambaye ni Kristo amerejea. Amina. Na katika urejeo wake Yesu ambaye ni Kristo tumeachiliwa ufahamu. Kwa ningependa jamii ijue na ifahamu kwamba kuzaliwa na kufa kwake Yesu ambaye ni Kristo mpaka sasa, na watangazia kwamba amerejea, lengo na kusudi ni kuachiliwa ufahamu. Amen. Tunatenda dhambi ni kwa sababu hatuna ufahamu. Amen. Dhambi ni nini? Ni uasi. Lile ambalo tulikataliwa kiroho na Mungu tukaweza kulitenda, ndio ukawa chanzo sasa cha mauti, ikawa ni chanzo cha matatizo chini ya jua. Sasa ili hayo yote ya kuachilie, jaribu sana na ukubali na uamini kufuata haya mafundisho, kufuata hii elimu ya kiroho ambayo naiachilia mimi mtume G.K. Mwansaso, kwamba madhabahu za ukoo ni mawakala wa shetani wa kuzimu. Ukiweza kuzikwepa hizi madhabahu, utaona maisha yako yanabadilika. Tuhubiri Injili kwa njia ya sadaka. Amen. Mungu ni uroho, ni roho na ni falme. Amen. Shetani ni roho na ni ufalme. Amen. Kwa chini ya jua, watu wa Mungu, hizi falme mbili ndizo zinazoshindana. Lakini tukumbuke katika maarifa niliyotuma nayo ni yarete katikati ya jamii, ni kwamba tunaposema Mungu ni roho katika matendo mema, ili aweze kujifunua chini ya jua, lazima utegemee mwili wa mwanadamu. Amen. Shetani ni roho, ili katika matendo yake mabaya ya uovu ambayo hata wewe unayenisikiliza uyapendi, ili yaweze kudhihirika chini ya jua, yanakutegemea wewe kulingana na aina ya ukoo wako na kabila yako na maisha unayoyaishi. Amina. Tufanye nini? Tubadilike. Amen. Tuhubiri Injili kwa njia ya sadaka, ili Injili ya mtume G.K. Mwansaso aliyepakwa na mafuta na Mungu kwa ajili ya kupambana na madhabahu za koo, ili wewe uweze kubadilika katika maisha yako. Hakika Injili ndio itakayotupeleka papote kwa kupitia sadaka. Ndugu watangazaji, huu ndio utambulisho pekee wa hii huduma ya Homina. Homina ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote, na nimesema ni huduma ambayo ipo mkoani Njombe, mjini Njombe. Na nimejaribu kutamka mawasiliano kwamba sasa kama utaweza kuamini, utakapochukua hatua, piga namba za simu ambayo ni 0754 037 522. Hii namba ukipiga itapokelewa na mtume au kiofisi. Hakika utahudumiwa, utashauriwa yale ya kupasayo kuyatenda kwa wakati huu. Nyingine ni 0620 64 50 25. Vile vile hii namba ukiweza kuipiga au kutuma ujumbe, hakika itapokelewa, utashauriwa yale ya kupasayo sasa kuyatenda, ili uweze kuondokana na hivi vifungo, ili uweze kupokea uponyaji, ili uweze kukombolewa kutokana na hali halisi ya maisha unayoyapitia. Kumbuka, hii ni huduma ya kiroho. Ondoka mwilini, rejea rohoni. Amina. Ndugu watangazaji, Amina. Mimi wakati katika wito wangu nimekaa miaka 3 ya kihuduma, Mungu amesema nikahubiri Injili ya kwake, ambayo nitabeba upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Umenielewa? Lakini sikupakwa mafuta. Kumbuka nimesema neno kupakwa mafuta kiroho katika ibada ni kuridhiwa. Amen. Kuna siku wakati nahubiri hapa nikifundisha, niliwaambia Dorcas, hutakuja kunisikia kamwe mimi nikiomba kwamba Mungu, niko kwenye maiki za Homina Gospel Radio, naomba nipake mafuta. Sasa hebu adilia watumishi wanaosali kama hivyo. Kwa unajifunza nini? Wanahitaji mafuta. Hawajapakwa nini? Mafuta. Dorcas, unafanya hayo maombi kwa sababu una nini? Mafuta. Hujapakwa nini? Mafuta. Manake kila siku naomba pakwe nini? Mafuta. Mimi nishapakwa mafuta, manake nisharidhiwa. Narudia tena, nini maana ya neno kupakwa mafuta? Ni kuridhiwa. Amina. Kwa nimeenenda na hii huduma, nimembeba Mungu
ambaye ni pendo, unyenyekevu, ndani ya miaka mitatu, lakini sikupakwa nini? Mafuta. Manake sikuridhiwa. Mungu alikuwa ananipima kwamba ni kweli na uwezo wa kukaa naye ndani mwangu, yani manake nikatembea kwenye upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Baada ya miaka mitatu sasa, Amen. ndipo Mungu akajitokeza akanipaka mafuta kwenye ibada rasmi za kiroho. Ningependa jamii ijue kwa nini wanasema mimi ni OG. Nilipakwa mafuta kwenye ulimwengu wa roho, sikupakwa mafuta na mwanadamu kimwili. Ibada nyingi, watumishi wengi wa Mungu unaowaona wanaohubiri hizi injili wanasema wametumwa na Mungu, wanapakwa mafuta na watumishi wao, wazee wao, baba zao wa kiroho. Kimwili ibada kabisa inawekwa ibada kwenye kanisa husika, kwamba ni ya kumweka wakfu huyu mtu, yaani manake ya kumridhia huyu mtu. Ya kufanyaje? Kumridhia. Siku wanapomridhia wanammiminia kabisa. Sasa hayo mafuta unaoona wanamiminwa hayo, au wanatamka mimi nilimiminwa kiroho. Unasikia hayo mafuta unayoyaona? Mimi yalimiminwa kwangu kiroho, kwa sababu ibada zangu mimi na Mungu aliyenituma ni ibada za rohoni, sijatumwa na mwanadamu. Ndo utofauti wa utume wangu mimi, ndo utofauti wa utumishi wangu mimi. Hilo ningependa ulijue na ulifahamu. Kwa mpaka sasa, baada ya hiyo miaka mitatu na leo ni miaka 6 ya kihuduma, mimi nimepakwa nini? Nimeridhiwa na nani? Kwamba hii kazi aliyonipa hata angetokeza nani, Mungu yuko pamoja na nani? Na mimi. Kwa swali lako, wako wengine Mungu hayuko pamoja na wao kwa sababu ya nini? Hawajaridhiwa. Lugha rahisi kiroho, hawajapakwa nini? Ndio maana unakutana na wengi sana. Mimi nimetembea na hii huduma kwa maneno yaliyo mengi sana. Hatumjui babake wa kiroho. Sasa wewe haulijui mimi ni wa rohoni. Ni nini? Ni wa rohoni. Ndio maana mimi nawaambiaga Prophet B Joshua ni babangu wa kiroho, kwa sababu kuna kanuni ya kiroho katika injili ya nani? Ya Kristo. Ndiye aliyetumwa na mbingu na Mungu akaniwakilisha mimi kiroho, sio kimwili. Akanimiminia nini? Mafuta. Kiroho. Nani aliyokuweko ndani ya Prophet B Joshua? Ndo Kristo, ndo Mungu mwenyewe. Mimi sikuwekewa sherehe ya hadharani ya kimwili. Wanangu watangazaji akina Dorcas mnashuhudia, babake wa kiroho ni fulani hivi. Na niwape siri, kuna wababa wengi sana wa kiroho wameng'ang'ania mimi wawe ndo baba zangu wa kiroho wanipake mafuta. Nikwambie kitu sasa, unasikia? Amen. Wamejitokeza wengi sana ili wao wawe wa baba zangu wanipake mafuta, yani hadharani hivi. Sasa wasijue mimi nimeteuliwa kutoka wapi? Ndiko niko pakwa mafuta. Na ninawashuhudia Prophet B Joshua ndo aliyeshushwa na mbingu kuja kunipaka nini? Mafuta. Kiroho, sio kisherehe kimwili. Kwa kupakwa mafuta ni kuridhiwa. Alitumwa Prophet B Joshua. Manake ile huduma unayoiona ya Skoani ndiyo iliyoko Homina. Hutakuja kuona mimi napamba sana eti mimi ndo mimi Prophet B Joshua ndiyo utakayemshuhudia katika hii kazi. Sasa kama una uwezo wewe wa kupambana na yule Mungu wa mle ndani, sijui wewe. Amina, mtu wa Mungu. Amina. Lakini pia mtume, mimi nina swali kuhusiana na kipengele cha sadaka, kwamba kipengele cha sadaka. Amina, kwamba ni nani hupanga kiwango sahihi cha sadaka wakati wa mtu kutoa sadaka? Nani anastahili apange kiwango cha sahihi, yani kiwango sahihi cha sadaka? Ni Mungu ndio anayepanga kiwango sahihi cha nini? Sadaka. Cha sadaka. Unajua, naomba watu msiulize maswali kwa sababu ya mazoea ya injili. Mungu ni roho. Amen. Na kama Mungu ni roho, anakaa kwa yule ambaye amemridhia. Na yule aliyemridhia ni yule ambaye ameweka upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Nimewaambia kwamba upendo, unyenyekevu na uvumilivu katika kutenda mema, Mungu ili aweze kuonekana haya ni kwako wewe Dorcas.
Kwa wewe Dorcas, ukiamua kubadilika, kuokoka, manake kumpokea Mungu wa Mtume G.K. Mwansasu, ukabeba upendo, unyenyekevu na uvumilivu, tayari Mungu yuko wapi? Moyoni mwako. Sasa unapotaka kumfanyia ibada yeye ya swali lako la viwango, yeye ndo atakaye kuambia. Wengi wanabishana katika hilo, ni kwa sababu hawana Mungu. Kwa atakaye sema, atakaye kupangia kiwango cha sadaka ukatoa ukamfanyie Mungu ibada ni Mungu mwenyewe. Hujalizika. Kama hujalizika, endelea. Mimi niko hapa kwa kusudi. Mfano, mimi napenda sana kuishi kulingana na ibada ambazo Mungu ananena ndani mwangu. Amen. Mimi sadaka zote ninazozifanya zinaamuliwa na Mungu ndani mwangu. Amen. Ili yeye aweze kujidhihirisha. Tunapojadili kujidhihirisha ni kuwa na matokeo. Umeelewa? Ili awe na matokeo chini hao wana wa Adamu, anasema kwamba mtume lazima ufanye hiki. Mimi sadaka zangu katika ibada zangu nasikia sauti, na mara nyingi madhabahuni nimewahubiria na kuwafundisha kwamba mimi ibada kila Jumapili sadaka ninayotoa nimeamuliwa. Amen. Na kila msimu unapoanza na unapoisha lazima niamliwe ni namna gani Mungu anataka kujifunua kwangu. Sadaka za ibada ya Alhamisi zina kiwango chake. Mungu amenipangia, sijapanga mimi. Amen. Mungu amefanyaje? Amepanga. Ibada ya Jumapili sadaka nazotoa Mungu amefanyaje? Amepanga. Kwa ibada yoyote ninayotaka kuifanya kwa ajili ya huyu Mungu ambaye yuko ndani mwangu, anasema yeye. Mfano, ibada iliyofanyika Jumapili mlioiona ya chakula cha watoto, sio mimi niliyopanga. Amina. Ni Mungu alipanga yeye, kwamba huu msimu tunapomaliza nusu mwaka, tunapoingia mwaka mwingine, yeye anataka kufanya kitu ambacho ni kikubwa ili jamii iweze kuonekana. Akaniambia nahitaji kutoa sadaka. Umenielewa? Hii sadaka ni lazima watoto wale chakula. Amen. Wale nini? Chakula. Mimi nilitaka nichukue pesa halisi niitoe kama kuitoa. Akasema hiyo pesa unaoiona itoe, lakini ifanye kazi katika kuwalisha watoto chakula. Amen. Lakini swali lako linauliza ni nani anayepanga yote hayo? Ni Mungu ndani mwangu, wala sio mwanadamu. Amen. Lakini hayo mimi nayafundisha kutokana na mimi na namna ninavyoishi na nani? Na Mungu wangu. Amen. Kwa hata wewe ukitaka ibada zako ziwe na matokeo, msikilize Mungu wako. Na Mungu wako Dorcas yuko wapi? Ni mtumishi gani uliyemwamini? Kwa mtume akikwambia Dorcas, mshahara wako toa fungu la 10 na dhabihu toa. Sasa unatoa tu fungu la 10, dhabihu utoi. Hiyo lazima ile kwako, kwa sababu umemkaidi. Rusi, toa fungu la 10 na dhabihu. Unatoa fungu la 10, dhabihu. Aliyekwambia utoe fungu la 10 peke yake bila dhabihu ni nani? Aliyepo moyoni ni yupi? Dorcas, ni nani aliyekwambia? Joasi, Mungu wako amekwambia wa Mtume G.K. Mwansasu toa fungu la 10 na nini? Na dhabihu. Joasi aliyekwambia utoe fungu la 10 na dhabihu ni nani? Na wote mnafanya kazi pamoja na mishahara mnapata. Wewe ni nani aliyekwambia? Na wote mnaabudu pamoja, Mungu wenu ni upi? Waumina. Sasa kwa nini wa Joasi anatoa fungu la 10 na dhabihu, wa Dorcas hatoi? Kwa nini? Na Rusi, kwa nini? Pana nini hapo? Sio akili. Akili zinapata nafasi. Kuna wakati na akili. Lutengano, nani aliyekwambia utoe fungu la 10 na dhabihu? Ni nani? Na wote mko kwenye radio hii, ndio meneja. Nani aliyesema? Kwa hiyo anenena ndani yako. Amen. Huyo ndo Mungu wako. Elekea wewe Mungu wako Dorcas amesema utoe fungu la 10 bila nini? Bila dhabihu. Lakini Mungu wa Omina yeye anashauri. Amen. Ili vikwazo vya ajira yako na maendeleo yaweze kuwepo, manake kazi za mikono yako ziweze kuonekana. Mungu wangu ananiagiza, Rusi,
Dorikasi, Joasi, Rutengano na wengine wote, toeni fungu la 10 na nini na dhabihu. Kabla hatujafika juzi kumaliza mwezi wa 5, Mungu akajifunua kwangu, akaniambia sadaka ya Alhamisi haitoshi, ongeza. Na nini mtii? Kwa sababu naijua sauti ya Baba. Amen. Umenielewa? Amen. Ni kweli wiki 2 kabla ya huu mwezi wa 5 kuisha, nikaongeza kiwango cha nini? Sadaka. Ya lini? Ya Alhamisi. Umenielewa? Manake kile kiwango naanza nacho sasa mwezi wa 6, manake kilikuwa kumbe kinanikwamisha. Sasa utajua Dorikasi, utajua Rusi, utajua Rutengano, utajua Joasi na wengine wote, ili muweze kubarikiwa. Msikilizeni Mungu wenu anawaagiza nini. Lakini hii tabia ya kusema sijui sadaka hazipangwi, asikudanganye mtu. Sadaka inapangwa. Amen. Sadaka inafanyaje? Inapangwa. Sadaka ni uhai, sadaka ni uzima, sadaka ni maisha. Alafu sadaka haziwezi kufanana, kwa sababu kila mmoja maisha yake ya kiroho hayafanani. Amen. Dorikasi, kiwango chako na Joasi na Rute na Rusi na wengineo viko tofauti, lakini Mungu huyu, Mmoja. Mungu huyu, Mmoja. tumsikie sana Mungu ambaye tumemwamini, anatushauri na kutuagiza tufanye nini. Lakini mkumbuke huyo Mungu yuko ndani ya Mtume G.K. Mwansasu, ndio anayejua wewe leo ulale vipi, uamke vipi na kesho kafanikiwe vipi. Amin. Amina. Kuna swali la Sara Jacob Mwansasu, na swali lake anasema, naomba kuuliza, je, kuna madhara kwa mtu aliyeokoka kutumia chombo cha moto, mfano pikipiki, gari, bajaji na kadhalika, ambao imetolewa sadaka kwa upande wa pili au vilivyofanywa ibada, na kama kuna madhara ni yapi? Mungu baada ya kuzaliwa upya katika mbegu isiyoharibika kwa kupitia mwana wake wa pekee Yesu ambaye ni Kristo, tulipewa mamlaka Amen. ya kutakasa vitu vyote Amen. na kutawala na kuvimiliki. Kwa hiyo chombo chochote cha moto, pikipiki, bajaji, gari, kingine cha moto ni nini? Ndege nayo ni chombo cha moto. Hivi vitu vyote vinatengenezwa na wana wa Adamu. Amen. Kwa sisi watu wa kanisa wa urejeo, tunapotaka kuvimiliki kwa matumizi yake ya hapa chini ya jua, ni lazima nguvu na uweza ya Mungu wa urejeo kwenye ukoo wa Mwansasu itumike kuvitakasa. Usipotakasa vitaleta madhara kwako. Kwa sababu ya nini? Vimetengenezwa kutokana na aina nyingine ya madhabahu ambayo wewe uendani nayo. Amen. Hakuna chombo chochote cha moto kinachotengenezwa duniani bila kupitia madhabahu nyingine yoyote. Ni ibada zile. Umenielewa? Kwa hiyo kuna madhara makubwa sana ukinunua chombo cha moto bila kukitakasa. Ukikitumia hivi manake zile ni roho mbili zinaanza kushindana. Ule ufalme wa kwako na ufalme wa kile chombo kutoka kwenye hicho kiwanda haviendani, au kutoka kwa huyo aliyenunua haviendani na wewe. Ndio maana wengi tuliokoka tunashindwa kudumu au kukaa na vitu vya moto vikawa na faida kwetu, vinaharibika, vinadondoka. Ni kwa sababu Mungu wetu anakuwa hajapewa nafasi ya kiibada. Kwa kuna tatizo na kuna shida kama utamiliki chombo cha moto ambacho hutakifanyia ibada. Kwa chombo cha moto chochote kisha kinunua, kilete mbele yake Mtume G.K. Mwansasu, akiwekee mkono aweze kukitakasa, manake nguvu ya urejeo ya kutawala na kumiliki ndio inayochukua nafasi. Kwa sababu ya nini? Kristo ni zaidi ya miungu mingine. Amina. Amina. Kama hajalizika aulize tena. Kuna madhara makubwa sana. Amina. Chombo chochote, hata hizi maiki mnazoziona, speaker mnazoziona, mziki, hatutengenezi sisi. Kuna madhabahu inayofanyaje? Inayotengeneza. Kwa hiyo vinapokuja kwako kuvitumia, lazima viweke wakfu. Amina. Viliviwe nguvu ya Mungu wa kwako naye muamini. Nguvu ya Mungu
wa kwangu ndio inatokea ichukue nafasi pahala hapo. Amen. Amen. Swali lingine ni la Tumaini Mwansaso wa Kiingereza. Swali lake anasema, kwa nini Mungu aliachilia roho mbaya kwa Sauli ili amue Daudi wakati Daudi alikuwa mtumishi wake? Ni Samueli wa kwanza 18 kuanzia 10 mpaka 11. Soma, inasemaje Samueli wa kwanza 18? Amina. Samueli wa kwanza 18 mstari wa 10 na wa 11. Samueli wa kwanza 18 mstari wa 10 na wa 11. Na inasemaje? Inasema, ikawa siku ya pili yake roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamjilia Sauli kwa nguvu, naye akatabiri ndani ya nyumba. Basi Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake kama siku zote, naye Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Mara Sauli akautupa ule mkuki, maana alisema, nitampiga Daudi hata ukutani. Daudi akaepa, akatoka mbele yake mara mbili. Amina. Kwa hiyo hapa tunataka kuipambanua na kuijua hadithi ya Sauli na Daudi, si ndio manake? Amina. Swali lake linasema ni kwa nini Mungu aliruhusu roho ya shetani imuingie nani? Sauli. Ili amuue nani? Daudi. Sauli alishaasi huo wakati mnaouona akipambana na Daudi. Amina. Naomba muulize swali nani? Tumaini, hii hadithi inatuonyesha huo wakati unaona Sauli anaanza kupambana na nani? Na Daudi. Tayari Sauli alishafanya uasi, alikuwa mtumiki Mungu wa kweli. Mkumbuke Sauli huyu amekwenda kwa waganga wa kienyeji ili waweze kuuliza ni mfumo gani wa ibada na uongozi wake unamwenenda. Sauli huyu kabla hajaasi, kumbukeni, akiwa chini ya Mungu, Sauli aliamua kuwaua manabii wa Baali wote, yani waganga wote wa kienyeji. Baadaye yeye mwenyewe akaasi, afu baadaye akaanza kuwatafuta tena waganga wa kienyeji. Huo wakati anataka kumuua Daudi, alikuwa tayari ameshafanywa ibada na waganga wa nini? Wa kienyeji. Kwa hiyo Sauli huo wakati anaingiwa na shetani, tayari alishajitenga na nani? Na Mungu. Na tukumbuke huo wakati tayari Mungu alishatamka, alishamnyang'anya nini? Mamlaka. Wapo leo hii wachungaji mnasali kwao Mungu hayumo. Afanyaje? Hayumo. Afanyaje? Hayumo. Lakini wanaongoza ibada. Lakini wanaongoza ibada. Ili aonekanike Mungu yumo ni tabia. Mungu halisi wa kwetu sio wa mafarakano. Inakuwaje makanisa leo hii yamejaa mafarakano? Ni kiti cha enzi cha nani? Cha shetani. Maana ya kiti cha enzi cha shetani manake ndani ya mioyo yao watumishi ya hilo kanisa aliopo ni nani? Shetani. Ni shetani, sio Mungu. Ndio huo wakati Sauli sasa. Manake Sauli aliruhusu lango la shetani kuishi ndani mwake, ni kwa sababu alishamwacha nani? Mungu. Kwa hiyo yalifanyika haya yote, sio Mungu aliyeruhusu Sauli, ila Mungu aliruhusu Sauli apambane lakini Daudi akawa nani? Mshindi, akawa mfalme. Mungu awatie nguvu. Lakini nalisoma tena ili neno lina hekima moja ya kiungu kubwa sana. Wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia. Hawa ni mitume, huyu ni mtume. Wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Kuna mahala tunapeleka neno la Mungu kwa kusudi na sio kila mahala. Mimi nimetumwa kwa mataifa yote. Nimetumwa kwa mataifa yote. Wewe mwingine umetumwa ukae Igominyi, mwingine Mdandu, mwingine Njombe mjini peke yake, sio kwa mataifa yote. Wewe ukilazimisha ili huduma yako ionekanike ni ya Tanzania nzima, tayari Mungu atajitenga na wewe. Amina. Amina. Mtume, tuna maswali ya mada siku ya Jumatano pamoja na siku ya Jumapili. Tukianza na siku ya Jumapili, mada inasema kwamba je, nani ana wajibu wa kumlea mtoto kiroho? Mwenye wajibu wa kumlea mtoto kiroho ni Mungu kama Mungu.
Sasa sijajua malezi ya namna gani ambayo nyinyi mada yenu yalisimamia, lakini kwa kazi mimi ninayoifanya ya kiroho, Amen. mwenye wajibu, mlinzi mkubwa wa maisha ya kwako wewe mtoto chini ya jua, Amen, ni Yesu ambaye ni Kristo. Maana yake maisha ya familia nzima lazima yakae ndani yake nani? Yesu ambaye ni Kristo. Au maana yake familia yoyote ile ili iweze kuwa bora chini ya jua lazima itoe nafasi Yesu ambaye ni Kristo akae ndani ya hiyo familia. Pia ndipo ambapo kutakuwa na matokeo au kutakuwa na malezi yaliyo bora. Kumbukeni siku zote Roho alinituma niwaambie, hakuna awezaye kumbadili mwanadamu mwenzie zaidi ya nani? Roho Mtakatifu. Kwa mwenye mamlaka na mwenye wajibu wa kufanya hii ibada, kulea malezi kwa watoto, ni Roho Mtakatifu peke yake. Anapatikanikia wapi? Ni mabadiliko wewe sasa. Amen. Si kama mmelizika. Semeni mlivyoendesha mada zenu, msiogope. Nendeni mbali. Anenena si mie. Ni yule Roho wa kweli wa Mungu aliyefanyaje? Aliyemfufua Kristo. Maana yake hakuna ambaye anaweza kumbadili mwanadamu mwenzie. Tunapojadili kumbadili mwanadamu mwenzie, hakuna ambaye ana uwezo wa kumshape mtoto zaidi ya Roho Mtakatifu. Amina. Yesu ambaye ni Kristo ni randa. Unajua injili nilionayo anenena si mimi. Ni yule aliye mtakatifu 1000% anaishi ndani mwangu. Kumuelewa pana gharama. Karibu sana. Wengi wachangiaji wengi waliegemea kwa upande wa mama kwamba mama ndiye mwenye wajibu wa kumlea mtoto kwa sababu yeye ndio muda mwingi sana anakaa na mtoto. Na hili je, kiroho likoje, kwamba mama ana uwezo wa kusababisha mtoto akawa vizuri kiroho? Mama amembeba nani? Kumbukeni. Kumbukeni kwa nini mimi nahubiri hivyo? Mimi siko kimwili. Niko kiroho. Swali lenu nao lisema hilo kwamba wengi walisema hivyo kwamba ni mama, ni kwa sababu wako mwilini. Kwa hiyo mama ambaye ana uwezo wa kumlea mtoto vizuri ni yule mama ambaye amempa nafasi Roho Mtakatifu ndani mwake. Hakuna awezaye kumbadili mwanadamu. Hakuna awezaye kutengeneza malezi bora ndani ya familia yote bila nani? Roho Mtakatifu. Amina. Lakini mtume, tukisalia hapo hapo, kuna neno kwenye Biblia linasema kwamba mwana mpumbavu ni mzigo wa mama. Sawa. Na wengi sana wakalielezea hili neno kwamba mama ndiye mwenye wajibu wa kumlea sana mtoto. Na kwa nini sasa amegusiwa sana mama kuliko baba? Hayo ni maisha ya kimwili. Na ndio maana mpaka leo hii watu wanategemea elimu, wanategemea umama au baba kulea watoto. Ndio maana watoto wameharibika, familia sio bora. Ndani ya Biblia kuna neno la Biblia ndani ya Biblia linalohusu maisha ya kimwili. Moja wapo ndio hilo. Amen. Kwa baba akai na Roho Mtakatifu. Anakaa naye. Kwa mama kwenye malezi ndo anayekaa na Roho Mtakatifu tu. Kuna neno la Mungu ndani ya nini? Ya Biblia. Na kuna neno la Biblia ndani ya nini? Ya Biblia. Hili neno ni theolojia. Linahusu maisha ya elimu ya kiroho. Na mithali manake nini? Haya ni maneno ya kibinadamu ya kimwili. Amen. Ni maisha ya kimwili. Sasa mimi nasema ni mtume. Umenielewa? Amen. Nasema hivi, ili familia iweze kuwa na malezi bora, ni lazima iruhusu Roho Mtakatifu akae katikati yao. Kwa sababu malezi na maisha kwa ujumla yote ni ya kiroho. Amen. Kumbukeni, narudia tena, hakuna awezaye kumbadili mwanadamu Mwenzie. zaidi ya nani? Roho Mtakatifu. Kwa kama watu walisema ni mama, wanakosea. Mimi nikirudi kwenye hilo swali la kwenu, mwenye mamlaka zaidi ni baba. Kwa nini? Kwa nini? Si neno lipo lingine. Wewe si umeongea tu hilo hapa. Kuna maarifa yako hapa. Kwa sababu hii neno ni maarifa. Amen. Kuna maarifa yako hapa. Anakuambia hivi. Hebu soma Wakorinto wa kwanza 11 anzia mstari wa 2. Amen. Wakorintho wa kwanza 11 Ehe. kuanzia mstari wa 2. Ehe.
Inasema basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote. Nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Kama vile vile nilivyowatolea. 3. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Kichwa cha kila mwanaume ni nani? Ni Kristo. Ni nani? Kristo. Na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Na kichwa cha mwanamke ni nani? Mwanamume. Lakini kichwa cha mwanaume ni nani? Kristo. Roho Mtakatifu. Hakuna awezaye kumbadili mwanadamu mwenzie zaidi ya nani? Roho Mtakatifu. Kichwa kinachoongelea matamko, mifumo halisi ya maisha ndani ya nyumba, ndani ya mifumo ya maisha ya mwanadamu. Bila Kristo hakuna matokeo, sio wanaume wa kimwili. Kwa Kristo tunamwona hapa ni mwanaume. Kristo tunamwona hapa ni mwanamke. Roho Mtakatifu huyo. Twende. Hapa na kazi. Amen. Na kichwa Hatusomei haya. Ni huu wakati Roho ameshuka yupo akinena haya. Na kichwa? Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Manake chochote Kristo anataka kukifanya lazima Mungu ajidhihirishe. Kiwe na kibali na nani? Na Mungu. Mwanaume yoyote chochote anachokifanya ndani ya nyumba ili familia yake iende vizuri, ni lazima Kristo awepo. Na mwanamke ili aweze kufanya kitu lazima mume wake afanyaje? Awepo. Hebu nenda mbele. Nasema mbele, nasema kila mwanamume asalipo au anapohutubu naye amefunika kichwa. Amefunika nini? Manake ameheshimu, ametembea kwenye utakatifu wa kanuni wa kumjali nani? Kristo. Ndo anayenena ndani mwake ule wakati. Kwa hiyo bila kuwepo Kristo familia yoyote hatuwezi tukapata familia iliyo bora. Hakuna cha mwanamke wala mwanaume. Amen. Mwanaume pekee, mwanamke pekee anayelea familia ni nani? Ni Roho Mtakatifu, ni Kristo. Kumbuka sana hapa. Amen. Kumbuka sana hapa. Inasema walakini si mwanamke pasipo mwanamume. Si mwanamke pasipo mwanamume. Wala si mwanamume pasipo mwanamke. Unaona? Leo hii mimi nahubiri hapa kama mwanaume. Mimi ni mwanaume, lakini nimetoka kwenye tumbo la nani? Mwanamke. Kwa nini mwanamke hana thamani? Ni Kristo yuko mle ndani mwake. Kwa watu wanasimama tu kwamba mwanamke hana thamani ni kwa sababu alitokana na ubavu wa nani? Mwanaume. Huo ni ujinga. Huyu anayenena namna hiyo, jamii inayoenenda maisha kama hayo ni ile jamii ya kiasili ya miungu iliyo chini ya nani? Ya shetani, haina Kristo. Hapa tunaweka thamani. Kwa hiyo familia yoyote ili iweze kuwa bora, baba na mama waliompokea Kristo ndio watakaoilea familia kwa pamoja. Amen. Hao bado hujanielewa. Nimekuelewa. Kama mlisema ni mama sio ni baba, mnajidanganya. Lugha rahisi ni wote, lakini ndani mwao lazima wamkubali nani? Roho Mtakatifu. Ndipo atakapoona lile lango la malezi bora ya watoto. Kwa watoto wengi wameharibika kwa sababu Kristo hayupo. Amen. Lakini nina swali la kuongeza hapo kwamba mzazi mmoja kwa mfano ni mama au ni baba akiwa na Roho Mtakatifu ndani hawezi peke yake? Hawezi peke yake. Kwa nini? Fahari wawili wamekaa mle, baba si ana nguvu nyingine? Yaani mama yuko peke yake. Yaani sio kwamba na baba ambaye ana imani tofauti, yaani mwanamke peke yake. Au mwanaume peke yake. Kama ana Roho Mtakatifu, analea vizuri, si Roho Mtakatifu ndo anayefanya kazi. Mbona mwenyewe umejijibu mtu wa Mungu? Mama huyu ila huyu mama anataka labda tumsaidie. Mwanamke una uwezo wa kulea mtoto peke yako kwa sababu yupo nani? Roho Mtakatifu. Sio kwa sababu ya mwanaume. Amen. Leo wapo wanawake wamezalishwa, wanalialia tu mume hayupo ndo anaelea. Tena kumbukeni ibada iliyopita. Amen. Niliwasimamisha wamama wengi sana ambao wamezalishwa wametelekezwa na watoto. Si mliona wamejaa? Amen. Jawabu la mwisho niliwaambia nini? Mume wako ni nani? Ndiye atakayeendesha biashara zako, ndiye atakayelea hao watoto. Hakuna cha kusema eti baba hayupo kwa mimi nashindwa kulea. Hayo ni maisha ya kimila, hayo ni maisha ya kishetani. Kwa sababu mwanamke uliumbwa kwa mfano wake Mungu. Ruhusu wokovu. Akili yako haina nafasi. Hakuna awezaye kumbadili mwanadamu mwenzie zaidi ya nani? Kwa maisha yetu tukitaka chini ya jua yaende vizuri, tukafanikiwa, ni lazima Roho wa kweli wa Mungu apewe nafasi ndani ya familia zetu. Swali ambayo ni mada ya siku ya Jumatano
Na mada ya siku ya Jumatano inasema kwamba, je, ni sahihi kumshirikisha mtu mipango yako? Je, ni sahihi Amina. kumshirikisha mtu mipango yako? Amina. Kumshirikisha mtu mipango yako sio sahihi. Kwa nini? Si ni mtu wa kumshirikisha mipango yako ni Roho, ni Mungu. Jamani, tumetoka huko. Wana hila, wanadamu wana mioyo ambayo sio. Lakini Yesu ambaye ni Kristo ndani ya mtume G.K. Mwansaso, kwa sababu amebeba upendo, unyenyekevu na uvumilivu, anakutakia aliyo mema. Kumbukeni hata madhabahuni wanawafundisha, mpende jirani yako, lakini usifanyaje? Maana yake usimshirikishe mipango yako. Na kwa nini usimshirikishe mipango yako? Yeye ana madhaifu yake, bado hajapona na miungu yake, bado ana tabia ambazo anaruhusu shetani ndani ya maisha yako. Kwa hiyo wewe mwaminifu pekee anayekupenda wewe, anayekutakia mema ni Roho nani? Mtakatifu. Ndio maana msikilize sana mtume G.K. Mwansaso. Ndio pekee ambaye anataka uendelee, ndio pekee anayetaka wewe uwe hai, sio huyo jirani yako wala sio mume wako. Sasa kwa nini nisimshirikishe hata mume wakati wanasema ni mwili mmoja? Sawa. Kushirikisha mwili mmoja, au nisimshirikishe mzazi wangu wakati ni mtu ambaye ni wa karibu sana? Labda kwa mfano nataka labda kufungua labda kiwanda, kuna baadhi ya nyaraka labda anaweza akawa na yeye lazima labda azifahamu. Wanasema hivyo kwamba baadhi ya vitu lazima uwashirikishe na ndugu zako wao wanavijua. Hayo ni maisha ya kidunia, hata kabla hujaenda mbali. Sio lazima ndugu zako wavijue. Unasikia? Wakuvijua ni Kristo peke yake. Amen. Ninachotaka kukuthibitishia na kukupa maarifa ni kwamba hivi, wewe ndio uliyeitwa, wewe ndio uliyeamini, na imani yako Dorcas na mmeo ni tofauti. Umeelewa? Hapa tuko kwenye vita chini ya jua. Shetani anatenda kazi kulingana na tabia, anatenda kazi kulingana na mifumo halisi ya maarifa ya watu husika. Si kila kitu naye niona mimi namshirikisha mama mtume. Si kila kitu Mungu analikataza, kwa sababu naye ni mwanadamu, hata kama ameokoka. Amen. Sio kama naelewa? Amen. Kama mimi nayafanya, wewe nini na mume wako? Lakini vipo vitu vingine Roho ataniambia mshirikishe ili muende. Nawapa maarifa ya hii vita. Amen. Nawapa maarifa? Yaani mfano mimi ni mtume kwenye hii madhabahu. Amen. Na yule ni mama mtume. Umenielewa? Lakini imani, mkumbuke, ziko tofauti, ingawa wote tunaye huyu Mungu. Umenielewa? Sasa shetani akatokea, anataka kwenye hii redio Dorcas aondoke ili aweze kupoteza mfumo mzima wa maisha yake. Mimi namuhusisha mama mtume, au mama mtume anakuambia ni kweli Dorcas aondoke, pale hatufai. Kwa nini hatufai? Basi tu ni mwanamke ameingiwa na roho kwamba mtume anamng'ang'ania enekea, anamtaka Dorcas. Lakini Dorcas ili aweze kukaa hapa au aondoke, Roho ndo anayejua ni kwa nini Dorcas yuko mara hapa. Hivi hujaona vita ni kubwa sana kwenye makanisa, wake wa wachungaji wanapambana Kwa nini? Ni kweli, lakini si ni wake. Sio kila kitu lazima umshirikishe mume wako, sio kila kitu lazima umshirikishe mkeo. Mimi ndo nilioitwa na Mungu. Mimi ndo nilioitwa na nani? Kwa hiyo Mungu, mimi hakuna kitu ambacho mimi nitasema na yule mama. Mungu ndo atakayesema na yule mama ili afuate yale ambayo mimi natokea taka. Ibada moja ya kwanza, muumini wangu wa kwanza ni mama mtume. Sikumwambia twende kusali, sikumwambia twende kusali, alikuja mwenyewe. Nani alimtuma afike kusali? Hakuna awezaye kumbadili mwanadamu mwenzie zaidi ya Roho Mtakatifu. Tena juzi ananichekesha, anaambia unakumbuka siku ile nilikuwa sitaki hata kuja kusali, lakini nilikutwa tu naambiwa toka toka. Lakini mimi ningesema twende kusali, tungeanza kufanyaje? Kubishana.
Sio kila kitu lazima tushirikiane. Mwachie Roho Mtakatifu, ndiye atakayenena na Dorcas, ndiye atakayenena na, kwa sababu yeye hana hila. Kwa maendeleo yoyote unataka kufanya, sio lazima mshirikishe mtu, kwa sababu shetani yuko katikati, anazuia maendeleo. Na maendeleo shetani anazuia kulingana na madhaifu ya kila mwanadamu chini ya jua. Jumbe ambao kwa Mungu mtumishi Mwasaso anakwenda kuzungumza ni kuhusiana na agano la kuoa au kuolewa. Kwa hilo ndio somo ambalo mtumishi Mwasaso anakwenda kufundisha kwa hivi sasa, agano la kuoa au kuolewa. Amina. Mtume karibu. Amina, amina, amina. Kulingana na huo ujumbe ambao umeachiliwa, ambao Mungu amenituma, ni mwendelezo rasmi ya ujumbe hata wa wiki iliyopita. Tukumbuke wiki iliyopita nilisema kuingia kwenye agano la ndoa kunaachilia mfumo mpya wa utendaji kazi ndani yako. Mungu ameachilia huu ujumbe ni kwa sababu ya wanandoa. Amen. Katika maisha ya chini ya jua. Umenielewa? Kwa katika maisha ya chini ya jua nilisema hivi kwamba wiki iliyopita kwamba unapoingia kwenye swala zima la ndoa, yapo mambo ya msingi sana, yapo mambo ya msingi, lakini yapo mambo ya msingi sana. Kama yapo mambo ya msingi sana ya rohoni yanayokupasa ushughulikie kabla ya ndoa, ili imani yako katika Kristo Yesu iwe thabiti. Kwa hiyo nimetumwa nifundishe kwamba watu wanandoa wanapotaka kuingia katika agano la ndoa ni lazima watazame sana maisha yao ya kiroho. Kwa nini maisha yao ya kiroho? Ni kwa sababu ndoa ni agano na ni ibada pekee inayofanyika rohoni, sio kimwili. Amina. Ndio lengo la nini? La ndoa. Lakini nikasema unapoingia kwenye ndoa ni agano lingine la kimaisha. Kwako lina uhusiano mkubwa sana na maisha yako. Amen. Kwa nilikuwa na utadharisha jamii kwamba yoyote kijana anayetaka kuoa au binti anayetaka kuolewa atazame sana imani yake. Imani yako ya kiroho. Kwa nini nahubiri na kufundisha na kuleta maarifa ya kiroho? Amen. Ni kwa sababu ibada ya kiroho, haya maisha ya kiroho ni ya kiroho, sio ya kimwili. Ndoa ni rohoni, sio mwilini. Kwa leo nimetumwa niachilie ujumbe kwamba agano la kuolewa au kuoa linahitaji sana kuangalia imani. Amen. Ya kwako wewe. Je, ni Kristo au ni miungu? Manake ibada ya kuolewa au kuoa ni ibada moja yenye vita thabiti katika kufanikiwa maisha au kutofanikiwa maisha wewe mwanadamu. Sasa ili uweze kuwa na maisha mazuri chini ya jua kwa kupitia ndoa yako, ni lazima utazame sana imani yako. Unaamini wapi? Unakwenda kuoa wanaamini nini? Je, wanaamini madhabahu za miungu au wapo kwa Yesu au wapo kwa Kristo? Hivi vitu viko vya aina tatu. Amen. Jamii nyingi bado haijajua. Kuna ibada zinazosimama kwa ajili ya miungu. Amen. Zinabeba hii ndoa. Kuna ibada ambazo hao watu wametoka kwenye miungu lakini wanamwamini Yesu kama Yesu. Nazo ni ibada za kindoa. Alafu kuna ibada ya tatu ya kindoa, ya kuoa au kuolewa. Inamwamini Yesu ambaye ni Kristo. Ibada zake pitiko ndani ni za kiroho, zinamtegemea Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu wewe umepigwa. Agano la kuolewa au kuoa. Kuoa na kuolewa ni ibada iliyobeba maagano ya pande mbili kati ya mwanaume na mwanamke. Niko nataka watu wajue. Kuoa au kuolewa ni ibada iliyobeba maagano ya pande mbili katika ulimwengu wa roho. Upande wa mwanaume, upande wa mwanamke. Lakini tukumbuke upande wa mwanaume kuna baba, kuna mama na kuna ndugu wa ukoo mzima walikotoka. Vile
vile upande wa mwanamke kuna baba, kuna mama. Mama ana ndugu zake, baba ana ndugu zake. Lakini hawa watu wawili wanaoenda kuolewa au kuoa wana kabila lao, na kabila lao lina ibada husika. Lakini kumbukeni kwamba hizi ibada zote za kindoa ziko kiroho. Kumbukeni Paulo alitufundisha akasema hivi, katika dhambi zote zinafanyika kimwili, lakini dhambi ya zinaa, dhambi ya tendo la ndoa inafanyika kwenye nini? Ndani ya mwili, kiroho. Kwa hiyo kuoa au kuolewa ni lazima uzingatie unayemuoa anatokana na kabila gani, anatokana na ukoo gani, na hilo kabila, hizo koo, ibada zao za kiroho za kiimani ni imani ya namna gani. Yote haya nimetumwa na Mungu ili kuja kuangalia familia zilizo bora, kwamba wanandoa walio wengi, watu wanaoa, wanaolewa, maisha yao yanaharibika. Kuna vijana kabla hawajaoa maisha yalikuwa mazuri sana, lakini baada ya kumwoa yule mwanamke maisha kafanyaje? Yakaharibika. Kuna mabinti wasichana wakati hajaolewa alikuwa na maisha mazuri haja kutokea, lakini alivyoingia kwa yule mwanaume maisha yake yakafanyaje? Nani aliyeharibu? Ni ibada ya yule mwanaume kwao. Kuna ibada ya namna gani? Je, wanaabudu miungu? Je, wanamwabudu Yesu? Je, wanamwabudu Yesu ambaye ni Kristo? Hapa watu watajiuliza sana. Wengi watu wamekimbia kwenye miungu, afu wakawa wamesimama kwa Yesu. Afu hakuna matokeo, miungu iko mara hapa, afu inaendelea kuabudu na kuharibu ibada. Mfano nini? Tunaziona harusi nyingi, ndoa nyingi ziko makanisani lakini zinaharibika. Amen. Ibada ya kwanza inayotambulika katika kindoa ni ya kimila. Hii hata ni sheria hata ya serikali. Uwezi ukaoa mwanamke, uwezi mwanamke ukaolewa, mwanaume uwezi kwenda kuoa mwanamke usiende kwao. Na huko kwao lazima ukatoe nini? Mahari. Mahari ni ibada iliyopangwa kiroho katika mila na nini? Na desturi. Kanisani umekuona wakidai mahari? Hapana. Kwa nini? Imeshaisha. Imeishia wapi? Kwenye mila. Kwa ibada ya kindoa mara nyingi nasimamiwa na nini? Na mila na desturi. Lengo na kusudi la kuweko mahali hapa, nataka tutengeneze ndoa zilizo bora ndani ya Yesu ambaye ni Kristo. Leo makanisa, leo wanaomwamini Yesu ambaye ni Kristo wanahusika kwenye mahali ya kindoa. Ndio maana ndoa zina matatizo. Ndio maana changamoto ni nyingi. Mabinti kijana wameoana tu nyumbani ni magonjwa. Hayo magonjwa yanatokana na zile mahari ambazo ulienda kafanya ibada ukimtolea yule mwanamke. Kumbukeni, changamoto na matatizo vyote ambavyo wanadamu tunapitia vinaandaliwa kiroho. Amen. Na ni roho ambazo zinatokana na kabila husika au koo zima au jamii husika. Lakini nachotaka tu kusema kwamba katika hizi pande mbili kuna baba na nani? Na mama. Je, huyo babako, huyo baba wa mume wako, yeye ana imani gani? Kabila analotoka huyo baba wa huyo mume anayetaka kukoa, wana imani gani? Madhabahu zao zinanena nini? Vile vile na kwa baba na kwa mama, wao kwa wao. Ndio maana nimesema agano la kuolewa nafanyaje? Na kuoa. Huyo mwanamke unayetaka kumwoa, kwao imani yao inabeba nini? Haya yote watu wa Mungu ameachilia ili tuweze kuifundisha jamii. Amen. Migogoro ni mingi sana kindoa. Matatizo ni mengi sana kindoa. Makanisa mengi sana, ndoa zilizofungishwa na makanisa zimeharibika. Chanzo cha kuharibika ni haya. Kwa haya Mungu amenituma niwaambie kwamba hivi wanapoolewa, wanapooana katika hizi koo, imani gani iliyopo katikati? Imani ya Yesu ambaye ni Kristo hairuhusu kutoleana mahali. Kwa nini? Mahali inaonekana ni ya ibada ya kimila. Hata serikali, unasikia? Amen. Serikali inaitambua ibada ya kwanza ya kindoa ni ile ya kimila. Na niwape siri, hata kanisa. Na hili kanisa ni lipi? Ni kanisa ambalo linamwamini Yesu, sio Kristo. Hapa ndo pana mtihani. Amen. Kanisa ambalo limeondoka kwenye mila na nini? Na desturi. Limeenda kusimama kwa Yesu.
ili kanisa na lenyewe waliweze likafungisha ndoa bila imani ya kwanza ya kimila kule alikotoka yule mwanamke. Kwa hiyo nguvu inayosimama kwenye ndoa husika ya binti aliyoolewa au kijana aliyooa ni ile ya kwanza ya kimila kwa kupitia mahari. Nimetumwa, mimi ni mtume. Amen. Nimetumwa kuja kubadilisha aina ya nini? Ya ibada. Makanisa, hizi ibada mnazoruhusu za kutoleana mahari ni ibada zinazoharibu mfumo mzima wa kindoa. Leo makanisa hayana thamani na ndoa zao. Hana thamani. Leo tunashuhudia migogoro mingi ya kindoa ni kwa sababu zimefungwa makanisani. Leo wanawake wengi wanataka kwenda kuvaa shela tu, lakini sio kukaa na Kristo. Kwa nini? Kule kwao kwenye miungu yao, kwenye ibada ya kwanza ya zile mahali kuna siku mtalielewa. Ndani ya hizi koo kuna aina ya ibada zinazofanyika rohoni. Kwa hiyo ibada ya kutoleana mahari ni ibada ya kiroho katika ibada ya kindoa, na hii ibada ndiyo inayobeba kufanikiwa au kutofanikiwa. Nimefanya utafiti, nimefika sehemu watu wamefunga ndoa makanisani, lakini ndoa zinavunjika zikiwa serikalini. Na kwa ufahamu wa kikatiba katika nchi yetu, na mimi kama Mtanzania, ndoa iko chini ya serikali. Kanisa haina mamlaka na nini? Na niwape siri, mchungaji yoyote ndani ya kanisa anapotaka kufungisha ndoa, umenielewa? Upande wa mwanamke lazima atokeze ambaye ameandaliwa mwakilishi wa ule ukoo, mwakilishi wa ile familia. Ana imani gani anayekuja kumleta huyo binti ili aolewe kwako wewe? Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwa. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wengi vijana wameingia kwenye ndoa, kumbe ndo wameharibu nini? Wengi mabinti wameingia kwenye kuolewa, kumbe wameharibu nini? Imani yako. Ni Mungu yupi anayeenda kusimamia ndoa yako? Ndoa ni taasisi. Mnaenda kuandaa familia yenye mfumo. Je, mfumo wa hiyo familia, je, ni wa magonjwa, ni wa umaskini, au ni wa kutukuka? Ndoa halisi ambayo tunatakiwa tuichukue katika imani thabiti ni ile ya Yesu ambaye ni Kristo mwana wa Mungu wa urejeo, inayosimamiwa na Roho Mtakatifu. Airuhusu kutoleana mahari. Kwa nini? Asili ya Yesu ambaye ni Kristo chini ya mwanadamu anapambana na ibada za miungu, madhabahu za koo mbalimbali. Kumbukeni, nimewaambia kwamba mimi kutumwa kwangu ni kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za nini? Kwani wanaopanga mahali unakwenda kuoa ni nani? Wana madhabahu gani? Miungu. Kwa ndoa zilizo nyingi ndani ya makanisa zinasimamiwa na nini? Na miungu. Miungu inapata wapi nguvu ya kuisimamia hiyo ndoa? Mahari. Sisemi wanaume ndo waogope kutoa mahari. Mimi nafundisha imani, ili matatizo kwenye ndoa yako yasiwepo. Nisikilize mimi. Amen. Chanzo cha matatizo kwenye ndoa ni mahari. Mnaelewa watu wa Mungu? Amen. Ndani ya hizi koo kuna aina ya ibada zinazofanyika kiroho na kimwili katika shughuli za kindoa. Mfano, kutoleana mahari. Mfano wa pili, kimwili, send off au harusi. Hizi ni ibada zinazoandaliwa na wanadamu. Hizi ibada ndo chanzo cha uharibifu wa familia nyingi kindoa. Sisemi watu wasioane, lakini wanaoana kwa imani ya namna gani? Kumbuka nilifundisha hivi nikasema hivi, kuingia kwenye agano la ndoa kunaachilia mfumo mpya wa utendaji wa nini? Wa kazi ndani ya maisha yako. Na nikasema unapoingia kwenye ndoa ni agano lingine la kimaisha. Je, unaenda kufanikiwa au unaenda kufeli? Siwaogopi. Sio kana mnasema labda na waogopesha. Vijana muoe tu. Lakini ili maisha yenu yawe mazuri, mabinti na vijana, ndoa zenu, mpeni Kristo. Na ndani ya Kristo
huwa harusi kutoleana nini? Mahari. Ili naomba mlikae nalo sana, mmenea watu wa Mungu. Kwa Yesu ambaye ni Kristo ndiye ibada pekee ambayo inatakiwa tuipe nafasi pale mwanamke anapoolewa na pale kijana anapofanyaje? Anapooa. Kwa kwenye dini, kwenye miungu, kikabila na koo zao, wote hao watu ndio wanaoendesha ibada ya kuoa au kuolewa. Ndoa ni maisha, na haya maisha yako rohoni, sio kimwili. Ili kwa napenda kila mtu ajue. Amina. Mwenye watu wa Mungu. Amina. Mwenye watu wa Mungu. Amina. Je, unaweza kufahamu haya ni mazuri au ni mabaya? Au hii ndoa au huyu mke au huyu mume naenda kuolewa, je, kuna maisha mazuri au hakuna? Peke yako uwezi. Ndio ubaya wa hii taasisi. Ndio ubaya wa nini? Mahali, harusi, hizi send off sio njema. Lakini ili hivi vifanyike, hasa send off au harusi, zinategemea imani ya ukoo husika au kabila husika linasimama kwenye nini. Mfano wewe Dorcas, upo Omina, imani yako ni ya Yesu ambaye ni Kristo, imebebwa maisha yako na Roho Mtakatifu ya kiimani. Sendofu yako wanatoka Mbinga, sui Songea, sui na Mabengo, wameleta mafiekeo, wameleta majembe. Ufanyie nini mjini hapa na na ile mikuki? Unataka wanakupa zawadi, ufanyie nini? Hizo kejeli sasa. Sio kejeli. Ni zawadi ya ukoo. Mko mjini sasa. Ni zawadi ya ukoo. Asa wameniletea miungu. Wamekuletea? Kwa ili tuikimbia hiyo miungu tunafanyaje? Hakuna masendofu haya. Hakuna kutoleana mahali, kwa sababu hizi mahali unavyozitoa zinakuunganisha wewe huo wakati na ile ndoa, kwamba hii ndoa imeshikiliwa na familia katika huo ukoo. Na una ibada aina gani? Sisemi kila koo zina shida. Chagua ni ukoo gani ambao unaenda kuoa, ni ukoo gani unaenda kuolewa. Imani yao inasemaje? Wengi watoto wa kike kila wanapo send off kuondoka hawazai, wanaharibikiwa. Na kama alikuwa na kazi inafanyaje? Inaharibika. Manake yule mwanaume kwao, ibada zilizoko za miungu na zile mali mlizomuungamanisha, binti yenu nyinyi ameenda kuungana na ile shida iliyoko kwenye ule uko. Tumwangalie Mfalme Sulemani. Aliamua kuoa wanawake wengi, manake koo za kila aina. Kilimtokea nini kwa imani yake? Wafalme wa kwanza 11. Amina. Wafalme wa kwanza 11. Inasemaje? Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni. Akawapenda wanawake wengi wageni. Wageni. Neno wageni linasimama kwenye imani. Wanawake msioendana, wanaume msiofanyaje? Msioendana kiimani. Maanake ni wageni hao. Pamoja na binti yake Farao. Pamoja na binti yake Harisi, na hizo ibada wapi na wapi? Wanawake wa Moabi. Wa Moabi waabudu sanamu hao. Na Waamoni. Waamoni waabudu sanamu hao, hawana Mungu wa kweli. Na Waedomi. Waedomu wote hao. Na Wasidoni. Wasidoni wote hao. Na Wahite wote hao, ibada zao zilikuwa za miungu. Wewe Mfalme Sulemani, wewe Dorcas ambaye ni wa mwabudu harisi kwa Mungu wa Mtume G.K. Mwansaso ambako kuna Roho Mtakatifu, unaenda kuolewa na huyo mwanaume ambaye sio waumini. Nini shida? Mimi nafundisha ni imani. Ukitaka kuchukua, si mnaonaga mpaka hapo? Mbona wako waliozaliwa hapa, wako waliosali hapa majuzi tu wameenda kuolewa wapi? Kwa Waamori huko. Na kanisani wanaendelea kufanyaje? Lakini matatizo ni yako hao. Mimi nafundisha. Lengo na kusudi hii ni huduma, kuondoa changamoto ambazo kanisa wanapitia ni kwa sababu ya aina ya ibada ya ndoa, kuoa au kuolewa na kutoleana mahali au masendofu.
Wewe unaposema send off na send off binti yako, utakuwa peke yako? Hapana. Wako Waamori wataungana na wewe. Mwaka mmoja kale nilitembea nikiwa kwenye dini. Ile dini wana ilifika sehemu ikaona hii ni kero. Umenielewa? Wakawatangazia kanisani, yote anayetaka kufunga ndoa, lile tukio linafanyika pale pale kanisani. Mtapika chakula wapi? Kanisani. Walisema wewe tujui. Ukumbini lazima. Ukumbini? Lazima. Ukumbini? Lazima. Kwa nini ukumbini? Kwa sababu umewahusisha wao ambao sio wa kanisani, maisha yao ni ya wapi? Ukumbini. Ili yasitutokee hayo, ni lazima tukae kwenye imani yetu. Au wa mataifa wa maukumbini wanaleta zawadi. Ile zawadi wanaomletea mke wako, wanaomletea sijui binti yako, imebeba imani ya namna gani? Watu wana roho ya hila. Ndoa zinaharibika za watoto wetu, wanaolewa miezi miwili wanarejea. Ni kwa sababu tumewahusisha watu wa mataifa. Waamori wamechanga na wao kwenye harusi. Mama mmoja ameokoka, Mpentekoste bwana, akaandaa kamati ya harusi ya watu wa mataifa, akaacha kanisani kwake. Wakati umefika, anaanza mimi harusi bia zisiwepo. Akaambia unatutania, si ungemleta mchungaji wako ndo andaye. Waamori wao kazi yao kwenye sherehe, kwenye send off, kwenye harusi lazima wanywe nini? Yeah. Wewe kanisani kwenu hamtakiwi, kwa sababu imani haviendani. Uliwafuata kufanya nini? Mungu ametukataza. Yalimgharimu mfalme Sulemani, yalimgharimu. Na leo vijana wengi, leo hapa mjini vijana wengi wakioa miezi miwili tu wameachana. Hawajui ni kwa nini hao vijana wetu wanaachana, kwa nini mabinti zetu wanarejea. Na matatizo ni mengi, wengine wazai, magonjwa, wako hospitalini. Wale mliowahusisha wa mataifa, Mungu alituambia tusiingie kwao, na kama tunaingia kwao tukakae na imani yetu. Sasa wewe umeokoka. Mimi narudia tena, lile kanisa liliweka msimamo baada ya wiki kwisha. Waumini wakakataa, ambia kama ndivyo tunaacha kusali. Hao ni waumini? Ni wa hiyo imani? Hakuna kwenda ukumbini, lakini wao wanang'ania kwenda wapi? Ukumbini. Na kula ukumbini hakuna kanisa linaloruhusu kunywa bia. Lakini zile kamati mlizoziandaa, asili yao, imani yao inasemaje? Lazima waje. Niko mahali hapa kutengeneza. Changamoto ni kubwa sana kwenye kizazi cha sasa, mambo ya kindoa. Chanzo chake ni kwa sababu tunawahusisha watu wa mataifa. Mfalme Sulemani aliharibikiwa, imani yake ya Mungu ikafanyaje? Ikapotea. Umenielewa? Hebu soma Mwanzo 6. Soma. Amina. Mwanzo 6 kuanzia mstari wa kwanza na pili inasema, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni. Walipoanza kufanyaje? Kuzidi. Wanadamu hao usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Walizaliwa kwao siku hizi wanasema warembo sana. Ikatokea nini? 2. Wana wa Mungu, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu. Michanganyo hii, sisi wana wa Mungu nini nao wa mitaani? Kwa nini tunashindwa kulinda imani ya Kristo wa ukweli, kanisa ya sasa? Kwa nini? Na yote ni kwa sababu tumeruhusu kutoleana mahali. Watu hawajaokoka. Mahali asili yake ni kwa ajili ya mila na desturi yako husika, kabila husika. Ndoa ni maisha ya kiroho, chanzo chake ni mila na desturi. Tunamwona kabisa Ibrahimu, wakati Isaka, wakati wa kuoa umefika, alikataa asioe kwa Wakanani, Waeti, mahala ambapo ndipo alipoenda Ibrahimu. Aliwajua ni kwa nini, akaambia hapana, hawa ni watu waabudu miungu. Mnahusishaje kanisa watu waabudu miungu? Imani sio moja. Mnaowaneje ambao imani sio moja? Ndio maana migogoro inakuwa mingi. Msiniangalie, mnashangalia. Msiniangalie, hiyo ni mbinu ya shetani. Ibrahimu akamwagiza kija wake, akamwambia urudi kwetu,
bora kaowe kwa ndugu yangu. Tukaona kabisa Rebeka alitoka kwenye ukoo wa Ibrahimu, huko kwao kwa ndugu yake Ibrahimu ndiko alikotoka, lakini Ibrahimu alimkatalia mwanaye asiowe eneo lile. Kwa sababu ya nini? Imani, waabudu miungu. Mimi nafundisha haya ni mambo ya nini? Imani. Hata kama angekuwa ni mtoto wangu niliyomzaa, si anatakiwa amini. Kama amini, mimi nitamlazimisha? Hapana. Mambo ya nini? Ya imani. Ni kwa sababu mimi nasimamia huduma ya uponyaji, kufunguliwa na kukombolewa. Wengi watu wanapitia changamoto, ni kwa sababu ya nini? Michanganyo ya kiimani. Ni vyema zaidi tuangalie sana imani. Amen. Kila imani ina mifumo yake ya namna ya kuishi. Wengi vijana, biashara zilikuwepo lakini zikaharibika kisa baada ya kufanya ndoa. Wengi watoto wa kike na kazi zikawapotea, ubora wao waliokuwa nao unapotea. Ni ule ukoo alioingia kijana, ule ukoo alioingia. Kwa tujaribu sana kutengeneza imani. Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Je, imani unaoingia, huyo mke mume wana imani ya namna gani? Tukiendana ambao ni wa imani moja, tutamwona Roho wa kweli akibadilisha. Wengi maisha yameharibika ni baada ya kuoa au kuolewa. Ndugu watangazaji, haya ndiyo machache ambayo niliyabeba kwa siku ya leo. Amina. Amina. Kuna swali la Hilda Mwansasu, na swali lake anasema, samani, naweza kufuta jina langu la urithi katika ulimwengu wa roho na kimwili likaendelea kutamkwa? Ndiyo, kwa sababu maisha yako kiroho. Maisha yapo kiroho. Ndio maana leo hii wewe unaitwa Irida nani? Irida Swisanga sijui Tweve. Lakini katika imani yako ya kiokovu unaitwa Irida nani? Mwansaso. Mwansaso ni jina la ukoo la kiroho. Kale ulitembea Irida, ulikuwa unaitwa kiroho, ulikuwa unaitwa Irida Martin Luther. We Irida si Mluteri. Unajua wengi watu wajui. We Dorcas dini gani? Roman. Maana yake we ni Roma kiroho. Miungu ya Kiroma, ibada za imani za Roma ndizo zinazoendesha maisha yako. Wewe dini gani? Mimi Mluteri. Ibada na miungu ya Martin Luther ndiyo inayoendesha maisha yako kiroho, kufanikiwa au kutofanikiwa. Wewe imani yako nani? Ukoo wa Mwansaso ndio uliobeba maisha yako ya kiroho, kufanikiwa au kutofanikiwa. Amina. Tujifunze sana hivi vitu. Unajua watu wanalinga sana, ukoo wa Mwansaso sijui wanaharibu. Hatuharibu. Hizi ibada ni za kiroho. Mbona nyinyi ni Waruteri? Mbona nyinyi ni Waromani? Kwani nini maana ya Lutheran? Martin Luther. Kwa wewe Mluteri, maisha yako ya kiroho yanabeba nguvu ya Martin Luther. Kwa nguvu ya Mungu wa Martin Luther ndiyo atakao kufanikishia au ndiyo atakao kuferisha. Nguvu ya Kiroma ndiyo kiroho itakao kufanikisha. Si ndio imani yako? Mimi nahubiri imani. Amen. Nahubiri nini? Imani. Imani ni kuwa na hakika. Kwa tusiingiliane kiimani. Ndio maana serikali yetu kuhusu imani imekataza sana kuingiliana. Amen. Imekataza sana kuingiliana. Uhuru wa kuabudu. Amen. Uhuru wa kusali. Katiba yetu inaruhusu. Usije kaanza kumzuia mtu. Kwa nini wewe ni Mromani? Wewe hilo ni kosa la jinai. Kwa nini wewe Mluteri? Hilo ni kosa la nini? Kwa nini unasali omina? Hilo ni kosa la jinai. Hao ni mambo ya kiimani. Yeye katika maisha yake ya kiroho ameona kwamba atafanikiwa kwa kupitia wapi? Huyo Mungu wa Mwansaso. Lakini leo tunaona mengi, mtu akisema nasali omina ni vita. Kwa nini unasali omina? Inaelekea kuna kitu.
Homina imeletwa kufanya nini? Imeletwa kuja kugeuza kiroho ibada za kimiungu. Amina. Amen. Swali lingine ni la Martina Mwansasu kutoka Hagafilo. Anasema naomba kuuliza, kuna mwingine utakuta hawajatoleana mali na mmoja akaokoka, inakuwa ni kazi sana kukombolewa. Shida inakuwa wapi hasa? Hawajatoleana Mahali lakini tendo la ndoa, inafanyika. anayefanya tendo la ndoa ni nani huo wakati? Sio Maritina na uwe mme wako, ni miungu ya kina Maritina na miungu ya uwe mme wako. Ni ipi kwenye ulimwengu wa roho? Kumbuka, katika dhambi zingine zote zinafanyika kimwili, lakini hazina. Tendo la ndoa linafanyika wapi? Ni maisha. Ni ibada gani? Ni Mungu yupi aliyewaunganisha nyinyi? Ni Mungu yupi? Ni Mungu yupi? Ndio maana Paulo hapa anasisitiza, kabla ya kufanya tendo la ndoa mfanye nini? Msali. Ni yupi Mungu mnamkabidhi tendo la ndoa? Ni Mungu yupi? Manake tendo la ndoa hili ni la miungu. Nimetumwa kuleta elimu. Utolewe mali, usitolewe mahali. Angalia imani yako, Mungu gani aliyopo katikati yenu? Mimi nachohubiri na kuleta hapa, mimi nataka mkae ndani ya Yesu ambaye ni nani? Ni Kristo. Roho Mtakatifu ndo asimamie ndoa yenu, manake maisha yenu ya kiroho. Amina. Amen. Lakini mtume, mimi nina swali kwenye kipengele cha ndoa, kwamba kama kwenye ndoa kuna maagano ambayo yanaweza kuharibu mfumo mzima wa maisha ya mtu. Sasa hizi ndoa nani alizianzisha? Huu mfumo wa ndoa nani ameuanzisha? Mfumo wa ndoa aliuanzisha Shetani. Ndio mwanzo wa pale Edeni. Ndio maana tukisoma katika hayo maandiko, baada ya dhambi kuingia, kutotii, ndipo Adamu akamjua mke, wakazaa mtoto. Manake chanzo cha ufahamu wa tendo la ndoa ni Shetani aliliingiza kwa huo wakati. Ndio maana Mungu alikataza lile tunda msile, manake ule ufahamu. Pana elimu kubwa. Ndoa, unapotamka ndoa, nani chanzo cha tendo la ndoa? Tendo la nini? Tendo la nini? La ndoa. Tendo la ndoa chanzo chake cha kujamiana ni Shetani. Na ili ujue kwamba sio la Mungu, kwani Yesu alivyorejea hapa, Mungu alivyokuja hapa duniani alioa? Hapana. Kwa nini sisi tunang'ang'ania sasa? Kwa sababu kuna nini? Zina. Na kama zinaa ipo mfanyeje? Tuna safari ndefu. Amen. Unasikia? Amen. Tuna safari ndefu. Kama hii tendo la ndoa angeliruhusu Mungu kama Mungu mwenyewe, Yesu hapa duniani amekaa na ameondoka akiwa na umri wa miaka mingapi? 33. Kwa nini alikuwa hajao kuoa? Kama ingekuwa ni lazima kwetu sisi. Na tunamwona Paulo hapa anasemaje? Kama inawezekana muwe kama Yeye. manake tunajifunza Paulo hakuoa au? Amen. Au aliacha watoto huko Italia. Na kama utaamua kuoa, nani unemtaka kae kwenye hiyo hali? Kwa mwanzo wa tendo la ndoa kwa mwanadamu ni Shetani, sio Mungu. Wasimame wanathiolojia wanipinge, lakini anayenena ni nani? Ni Roho. Mungu akutupa sisi katika kuzaliana, katika kufanya hili tendo la ndoa. Na kama Mungu angeliruhusu ili mwanae angelifanya. Sisi ni wafuasi wa Yesu. Amen. Tunatembea kwenye nini? Kwenye maisha aliyoyaishi yeye. Amen. Sasa mbona tunakimbilia kuoa na kuolewa? Hapa pana siri. Tutaongozwa na Roho Mtakatifu kufunuliwa ni namna gani Mungu alitaka. Mungu kwani kuongezeka hapa duniani tungeongezeka kwa kujamiana? Mbona Yesu alizaliwa? Alizaliwa alijamiana? Hapana. Kwa nini hapana? Manake Mungu angetaka Njombe wawepo watu kwa ajili ya utukufu wake wawe 100. Mungu anashusha wanawake wanakaa hapa wazuri, Roho Mtakatifu anaachilia ngaa.
wanazaliwa watakatifu wasio na mahira ya misiba, wasio na mahira ya magonjwa. Ndio maana yake Dar es Salaam, Mbeya, kote yani, au Tanzania hii, Mungu angeachilia watu wa mfumo. Sio lazima wajamiane. Sio lazima. Sio lazima. Kwani Mariamu mama yake wa Yesu, mtoto wake wa kwanza ni nani? Mariamu alikutwa ni bikira, si ndio maana? Alikutwa ni nani? Bikira. Lakini si alizaa. Kwa sababu kwa mabikira wa kuzaa. Mariamu alizaa na nani katika ubikira? Mungu yupo. Ili tendo la ndoa kujamiana sio kwa Mungu, ni kwa shetani. Jamani, hapa pamesema kabisa hapa. Ingawa sipendi sana mimi nje ya kufunuliwa na Mungu kiroho. Anasema hivi. Sasa majamaa, si unajua chakula cha wakubwa yanapenda sasa hivi, anaanza kubishana na mtume hivi. Utasikia mtume anataka kutuzuia chakula chetu. Neno la Mungu linasema hivi. Adam akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto wa kiume kwa msaada wa Bwana. Amepata, akamzaa. Lakini ukirudi nyuma anasema hivi, Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na nini? Adamu akajifanya, akaingiziwa roho ya namna ya kwanza na yeye kuumba. Kwa lile tunda alilokataza Mungu ni tunda ambalo lilikuwa linasimama katika ubaya wa kushindana na Mungu katika uumbaji kwa njia ya zina. Anenena si mie. Hii sio theolojia, ni Roho ameshuka. Lile tunda tunajifunza hapa. Tunda lililokataliwa Adam na Eva wasile ni tunda ambalo lilikuwa linaachilia ufahamu wa kujua kuumba, manake kwa njia ya kujamiana. Baada hapa ndipo tunapoona Adam akashtuka, kumbe Hawa upo hivi, na we Hawa kumbe na we una fimbo ya Musa, hebu twende. Mwendage wapi? Amina. Amina mtume. Karibu kwa ajili ya kuhitimisha. Amina. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ishe juu mbinguni. Baba, nasema asante kwa kuwa wewe ndiye ambaye ulikuwa mnenaji pahala hapa. Naamini ufahamu na haya maarifa, jamii kwa imani itabadilika. Na haya yote ni kwa sababu kilio kimekuwa kikubwa ndani ya ndoa, kuoa au kuolewa. Jamii, watoto wa kisasa wa sasa, kuna shida kubwa katika uzao, kwenye makanisa, kwenye dini, kwenye upentekosti, kuna shida kubwa. Mungu, nguvu yako ya ujumbe wa leo unaenda kulibadilisha kanisa. Naamini umeshuka na jamii na familia nyingi zitakuwa zimesimama. Kumbuka kutumwa kwangu, umenituma kwa ajili ya kuja kuondoa ibada za miungu ambayo ndio chanzo cha kuoa na kuolewa, ibada za kutoleana mahali. Naamini leo hii watu ufahamu umefunguka. Ninapoondoka mahali hapa, ondoka pamoja na miili, kila mmoja sasa akawe na mabadiliko yenye utukufu kwa ajili ya jina la kwake Yesu Kristo. Baba, nasema asante katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu watangazaji. Amina.